Naitwa Dr. Damaki, mmiliki wa Song'wa Traditional Clinic, kituo cha tiba asilia. Tunatibu kwa kutumia mimea asilia isiyokuwa na kemikali wala sumu aina yoyote kwa kutibu na kumaliza maradhi mbalimbali. Unaweza ukatueleza shida yako ya tatizo unalosumbuliwa, ukatupigia, ukatueleza mkoa wote, tunaweza kutuma dawa na hata nje ya Tanzania. Kwa hiyo tunaweza kukufikia kokote kule uliko, mradi unahitaji huduma zetu zilizo bora zaidi. Na leo tutazungumzia dawa ya Muyumba. Muyumba ni dawa ambayo inatibu matatizo ya mshipa wa ngiri. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza na wakati mwingine kushindwa kuelewa ugonjwa wa mshipa wa ngiri ugonjwa wa namna gani, na hasa ukizingatia kwamba katika hospitali tulizozoea, tunamaanisha hizo hospitali za kizungu, hakuna ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambao unaweza ukafanya kipimo kwenye hospitali za kizungu, na wala hakuna dawa ya kizungu inayoweza kutibu tatizo la mshipa wa ngiri. Lakini ni ugonjwa ambao upo na umekuwa ukitesa watu wengi na umekuwa na changamoto nyingi katika maisha ya binadamu, hasa kwa wanaume. Labda tugusie tu kidogo. Ugonjwa wa mshipa wa ngiri unaweza kupata kwa aina mbili. Unaweza kupata kwa kuzaliwa nao, kwa maana kwamba kama baba alikuwa na tatizo la mshipa wa ngiri, basi akija kuzaliwa mtoto wa kiume anaweza kurithi ugonjwa huu wa mshipa wa ngiri. Lakini ugonjwa huu pia unaweza kupata ukiwa mtu mzima kutokana na lifestyle ya maisha ambayo unaishi, kwa maana ya kwamba pengine ukifanya mapenzi kinyume na maumbile unaweza ukapata ugonjwa huu. Lakini pia kama utaweza kukutana na mwenzi wako akiwa kwenye siku zake, maana akiwa kwenye hedhi, basi unaweza ule uchafu au zile damu zinazokuwa zikitoka, au uchafu wa mwisho ule, au ulikuwa bado alikuwa amemaliza lakini ulikuwa kwenye tendo ile safari na yeye na mwenzi wako, uchafu damu ikaanza, basi ujue kwamba ni hatari pia, kwa sababu inaweza kupelekea kupata ugonjwa wa mshipa wa ngiri. Na mshipa wa ngiri ni ile hali ya tumbo kunguruma, tumbo kuuma chini ya kitovu, kiuno kuuma, korodani kuuma, na wakati mwingine kupelekea uwezo wa tendo la ndoa kwa mwenzi wako kuwa duni, yani kwa maana kwamba unakuwa huwezi kusatisfy unapokuwa na mwenzi wako. Lakini vile vile inaweza ikapelekea zile mbegu za kiume kuwa dhaifu, na zinapokuwa dhaifu pia inakuwa ni changamoto pia katika upatikanaji wa mtoto. Na ukumbuke kwamba swala la mtoto linahitaji watu wawili, kwa maana mke na mume, na ndio maana tunaona katika uumbaji wa Mwenyezi Mungu aliweza kutoa maagizo kwamba nendeni duniani mkaijaze dunia. Maana ya agizo hili ni kwamba linahusisha watu wawili, maana ya mke na mume, mkaijaze dunia, sio ukaijaze dunia. Kwa hiyo kama hii ni agizo la pamoja, kwa hiyo mmoja anapokuwa na changamoto, basi ujue kwamba swala la kupatikana mtoto itakuwa ni shida zaidi. Kwa hiyo tunaposema kwamba hii kujaza agizo la Mwenyezi Mungu lililoagizwa kwa watu wote wawili, hii ni kwa sababu ni lazima ushirikiano unahitaji kwa watu wawili. Kwa hiyo kama baba unakuwa uwezo wako wa mbegu zako zinakuwa ni dhaifu, hali hiyo inaweza ikapelekea ukashindwa kutungisha mimba. Na inaposhindwa kutungisha mimba, basi utaona kama mama ndiye mwenye tatizo, kumbe inawezekana ni wewe umekaa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri ambao mbegu zako zimekuwa dhaifu. Japo hatusemi kwamba wanaume peke yake wanaweza kuwa na tatizo la kutokutungisha mimba, lakini pia kuna kina mama ambao wanakuwa na matatizo ya UTI, fungus ambayo kwa kitibu yakijirudia, wanakuwa na magonjwa ya PID ambayo wanaweza kapelekea pia kushindwa hormone balance zao kuharibika na kushindwa kupata watoto, na tuna dawa zao pia. Lakini pia kuna hali hii ambayo ukishakaa na ugonjwa wa mshipa wa ngiri, kama mtoto aliyezaliwa na ugonjwa huu, mara nyingi upelekea maumbile ya mwanaume kusinyaa, kudumaa. Yani inapofika ile stage ya kubalehe, baadaye ya maumbile yako ya expand yaweze kuongezeka, yaendane na umri halisi, basi unajikuta maumbile aidha inakuwa ni kinene kifupi au chembamba kirefu tu, lakini hayaendani na mfumo halisi wa maumbile ya kiume kwa mwanaume kama wengine walivyo. Hali ikiwa na maumbile madogo kama ya mtoto mdogo, na ukiwa na umri wako ni mtu mzima, bado unakuwa ni changamoto pia katika mahusiano, kwa sababu unakuta kwamba wewe unakuwa hauwezi kumridhisha mwenzi wako, kwa maana pia unakuwa
unakuwa kama na fedheha fulani, unakuwa na aibu fulani hata kuvua mbele ya mwenzi wako kwa sababu ya maumbile madogo. Lakini tunazo dawa ambazo zinaweza kutibu tatizo hilo. Mfano, kuna dawa ambayo hii hapa tunaita dawa ya nzobe. Hii dawa ya nzobe ni maalum sana kwa watu wenye maumbile madogo ya kiume ambayo yamesinyaa, yamekuwa kama watoto wadogo. Lakini hii dawa ya mwiyumba, hii ni kwa ajili ya kutibu chanzo cha tatizo, kwa maana ya kwamba kama una tatizo la mshipa wa ngiri ambayo imepelekea maumbile yako yamesinyaa, yamekuwa kama ya mtoto mdogo, basi tunakupa dawa aina mbili. Hii ya kutibu bakteria wa mshipa wa ngiri, lakini dawa ya kuboresha maumbile yako ili sasa yaweze kwenda standard size kama wanaume wengine. Hauwezi ukaniambia kwamba wewe maumbile yako yawe inchi 1, inchi 2, inchi 3, alafu wengine na inchi 6, inchi 6.5, alafu na inchi 2, wakati unajua kabisa kwamba wote wamezaliwa na Adam na Eva, Adam na Hawa, baba mzazi ni mmoja. Sasa kwa nini labda Mr. David au Mr. Paulo au John au Jofu amekuwa na maumbile ya standard inchi 6, alafu wewe una inchi 2 au inchi 3? Hii ni tatizo. Sio kwamba eti umezaliwa ndio uko hivyo. Hakuna mtu ambaye atakiwa awe vile. Watu wote ni sawa, isipokuwa kuna changamoto za maisha ya duniani ambazo kupelekea mtu sasa anakuwa na hiyo shida ya maumbile madogo kusinyaa. Kwa hiyo kama ni wewe, ni ndugu yako, rafiki yako hayuko ndani ya changamoto hizi, ni vizuri basi kama na mshipa wa ngiri atumie dawa hii ya mwiyumba. Kama na ugonjwa tu mshipa wa ngiri, maumbile yako baada ya kwa standard hajasinyaa, basi atumie dawa hii. Lakini kama maumbile yake yamekuwa ni madogo kama ya mtoto mdogo, tena mtoto anamzungumzia na miaka 3. Kwa hiyo tunaposema kwamba mtu anapokuwa na maumbile madogo kama ya mtoto mdogo, ni mtoto ambaye tena ni mdogo wa miaka 3 ndio anaweza kana maumbile size hiyo. Kwa hiyo kama ni wewe au ni ndugu yako ameteseka na maradhi ni vyema akafika kwenye kituo chetu ambacho kama tumeeleza kwamba kwa watu walioko mkoa wa Kilimanjaro watakuja Moshi maeneo ya Kibosho Road, walioko jijini Dar es Salaam watakuja Mbezi Mwisho kwa maana Mbezi ya Kimara karibu na stendi mpya, lakini pia kwa walioko jijini Mwanza wataenda maeneo ya Nyakato Buzuruga, barabara ambayo inaelekea Nyakato Meko. Lakini pia kwa watu ambao wako mkoa wa Shinyanga na Simiyu wataenda Maswa maeneo ya Mnadani B maarufu kwa Mama Rifonsi. Lakini pia unaweza ukaomba kuunganishwa kwenye group letu la WhatsApp kwa ajili ya kujifunza mambo mbalimbali, maana kwetu tunatoa elimu mbalimbali juu ya afya, ya kujikinga na maradhi mbalimbali. Lakini vile tuna dawa ambayo tunaelekeza kama huduma ya kwanza kabla hujafika kwenye kituo chetu kwa maradhi ambayo pengine ambayo yamekupata, uweze kupata huduma kwa kutumia dawa za asili uliko nyumbani kwako. Kwa hiyo kama unataka kuunganishwa kwenye group hili utaandika tu niungwe kwenye group, unatumia namba hii ambayo unahitaji. Lakini pia kama unaumwa magonjwa mengine kama tatizo la kifua, baridi yabisi, ute kuisha, tatizo la PID, tatizo la uvimbe kwenye kizazi, yote haya unaweza kutumia namba hii ya kwenye grupu, na ndio namba ya kupiga ndio moja. Kwa namba yetu ni 0752 62 9252. Tarudia 0752 62 9252. Kwa hiyo nikushauri kama ni wewe, ni ndugu yako, rafiki yako ameteseka na maradhi haya, basi mshauri afike kwenye kituo chetu aweze kuepukana na maradhi haya. Maradhi yote husababisha kifo. Ni kwa nini ufe? Na Mwenyezi Mungu ameweza kuleta watu wake kwa ajili ya uponyaji wa maradhi haya, na sisi tuko kwa ajili ya afya yako. Kumbuka, afya yako ni jukumu letu. Asante sana.